Jamani, sijui nieleze. Mmoja wenu kwanza anyanyuke, yeyote mwenye kutaka. Anayejiamini anyanyuke. Jamani, mbona mwanishangaza? Laisa alfata man yaqulu ana abi walakin alfata man yaqulu ana dha. Aina zaidi ale mwanamume asimame. Jamani, mmenishangaza sana. Ale mwanamume. Asante sana ustadhi. Kwa nini nikakuelezeni kwamba mwanishangaza sana? Ukitoka hapa, kama lengo lako utoke hapa uende ukae majumbani, mimi nakuomba bora ungejishauri mapema uondoke tu kakae. Na moja ya mambo ambayo tuojishauri mapema ukiwa hukupata jawabu sahihi ni haya yafuatayo. Talabul ilmu faridatu, ili iwe nini? Nani atanijibu? Talabul ilmu faridatu ala kulli muslimin, ili iwe nini? Nani atanijibu? Kila jambo lina lengo lake. Naoa ili nipate watoto. Nala ili niondoe njaa. Naenda kisiwa Panza kumwona bibi. Talabul ilmu faridatu, ili iwe nini? Nimekwenda kisiwa Panza ili nimuone bibi. Talabul ilmu faridatu ala kulli muslimin, ili iwe nini? Kuondoa ujinga. Moja ya malengo ya talabul ilmu ni kuondoa ujinga. Ujinga upoje? Na ndio lengo kuu. Ujinga umegawanyika mara ngapi? Kuna aksamu nyingi za ujinga, tunaelewana, lakini mimi sitaondoka kwa ile miondoko ya tunaosoma darasani tuliyosomeshwa na ambao mnasomeshwa. Naondoka kwa miondoko ya haja tulionayo. Ujinga umegawanyika makundi mawili. Ujinga wangu mimi na ujinga wa jirani. Tayari? Kwa hiyo elimu husomwa kwa ajili ya kuondoa ujinga wangu mimi na ujinga wa nani? Wa jirani. Tallahi, kubwa zaidi ni kuondoa ujinga wa jirani kuliko kuondoa ujinga wangu. Maana ujinga wangu ndio umeshaondoka kipindi nilichokuweka wapi? Darasani. Ama wa jirani, yeye jirani ndio ipo mtaani. Umeondoka? Ikiwa hukuondoa utauondoa nani? Ikiwa hujauondoa wewe atauondoa nani? Sasa ndio tunatarajia kwamba tutapata maduati namna hii. Nyinyi ndio mnaenda kuondoa ujinga? Labda atayekwenda kuondoa ujinga ni huyu peke yake, Allah amhifadhi. Sababu amejitokeza, amesimama. Nyinyi mwasubiria muambiwe wewe simama. Hapa ni darasani, wewe simama. Utasimama kwa kuwa mwalimu amekueleza hivi. Huko baada ya wewe kuondoka hapa utakuwa na mwalimu ili akwambie simama kauondoe ujinga. Jamani, sitarajii kama ndio lengo la chuo hiki, kwamba kitengeneze watu wasiotambua malengo. Maramikum mukaran mujarrad ru'yatul munkar, unaondoa, sio usubirie usimamishwe. Munkarati ngapi zimetuzunguka hapa ndani ya jamii, kukuomba kwamba usimame nikuulize swali, tayari waogopa. Likiulizwa swali leo
hukulipatia, ndio tayari jela. Utaenda jela ndio waogopa, sitaki kesi nije niingie jela eti nimefeli swali. Ndio maana hukusimama. Swala la kujiamini ni muhimu sana. Mwapaona hapa, mnapopaona pameasisiwa. Hapa mnapopaona pameasisiwa. Aliyepaasisi nani? Na? Ni sahihi. Rasul ndiye aliyeasisi fikra. Tayari? Lakini hapa hakupaasisi, maana hakujapo Pemba. Aliwahi kufika Pemba Rasul? Rasul ameasisi fikra, lakini majengo haya hakuasisi yeye, hakufikapo Pemba Rasul. Nani kapaasisi hapa? Mamjua Sheikh Yusuf Hamza? Mamjua? Kama asingejiamini hapa pasingefanya nini? Pasingesimama. Kama asingejiamini hapa pasingesimama. Ndio maana mimi popote ninapozunguka na wahitaji watu wanaojiamini. Ukija kwangu, sijui tudurusu kitabu hivi, na kutizama wajiamini. Ukiwa hujiamini, sina muda wa kupoteza na wewe. Niende nifanye mengine yenye tija. Katika ya mambo ninayoyahitaji mimi na mtu yeyote ninayekaa naye, swala la kujiamini. Maana ukosefu wa kujiamini ndio unaopelekea adawatu sahiha inafutika ndani ya jamii. Kila leo wangapi wanataharaji Saudia? Hawako. Kila mwaka wanarudi. Lakini ni wangapi wenye kusimama? Baada ya Yusuf Hamza kasimama mwingine nani? Naomba mjibu. La nadhkuruhu biqaribi. Jamani, ajibu. Mkae makini jamani. Umenisikitisha sana ikiwa nyinyi ndio wanaume. Sikutarajia hili. Sikulitarajia hili. Lakini nakuomba kuanzia muda huu jaribu kufanya marejeo tena ya nia iliyokuleta. Maana haina haja uje ukae hapa miaka 4 tamhidi ukaingia thanawi, halafu utoke hapa ukaenda ukakaa nyumbani na munkari zipo. Nikikuambia hivi sijamaanisha kwamba ukimaliza hapa fika ndani ya jamii tena pirika watu. Dawa ina nini? Taratibu zake. Almuradi kama hutojiamini itakuwa ni mtihani. Ustaz, upo darasa la ngapi? Sasa mtawasa. Na sana ndio hapa kwa kunena. Wala ustaz. Lakini mimi ninachokuasa, jitizame wewe kama wewe. Usimshughulikie yule mwenye naye pamoja. Mimi nakueleza wazi. Sababu mimi ninaponiona hivi, kuna watu niliingia nao chuoni. Tumeelewa? Na wao duniani wamerudi kimya kana kwamba hawakusoma. Yusuf Hamza kuna watu walioingia nao wapi? Chuoni. Walivorudi kimya kana kwamba hawakusoma. Sio lengo la elimu. Kwa jitizame wewe kama wewe umesoma kwa ajili ya nini? Jamani, mmenitoa kwenye mada. Baada ya kuona hali mlionayo hamjiamini. Enzi zetu tulizo, sio enzi zetu tulizo, bali enzi zote zama na zama. Adawatu sahiha lan taquma illa birijali ya'rifuna man hum ila aina hum dhahibun.
usipolingania hukusimama wewe, dawa inapotea. Juzi nilikuwa skuli ile pale, unaiona, nilikuwa pale. Nikazungumza. Baada ya kuzungumza, nilikuwa nazungumzia mada ya elimu. Ustadh ka swali hata nimeshindwa kuliuliza. Nilivyomaliza kuzungumzia mada ya elimu, nikauliza nini faida za elimu? Tumeelewana? Watu wote kimya. Akanyanyuka binti mmoja. Baada ya kuuliza mara ngapi? 3. Kamwambia taje jina lako. Akataja jina lake. Si Muislamu? Si Muislamu. Lakini amevaa nini? Full hijab. Si ndio wanalazimishwa? Yalla, tupe faida za elimu. Akasema faida za elimu, mwanamume na mwanamke wakijamiana wanavaa kondom. Sijui wanielewa? Usipolingania kaeni sasa. Nilishangaa sana. Binti amejiamini mbele ya walimu zake, mbele ya wanafunzi wenziwe, maana ana lengo, kwao analelewa. Huu ndio ujumbe upeleke ndani ya nini? Ya jamii. Na tumeuliza swali na jawabu lake muhtamal. Tumeelewana jamani? Hatukuzungumzia habari hizo, lakini jawabu muhtamal. Mfano leo uambiwe katuletee mbuzi. Tumeelewana? Ukija na mbuzi umepatia, ukija na mbuzi wanazi umepatia. Sijui mwanipata jamani. Na kutahadharisha na swala la kujiamini. Alivyojibu huyu binti, watu wote nikawaambia mna nini? Hamuoni aibu? Kama hii kumbe mna jawabu. Hamkunyanyuka mtakatoa yaliyomo nani? Vifuani kwenu. Yeye amenyanyua, ametoa niliyoko. Bali yuani walau, ndio ujumbe tuliopewa tufanye sie. Naye yule mtoto kwao amepewa, peleka ujumbe huu ndani ya jamii. Sisi ujumbe wetu tuliambiwa tupeleke ndani ya jamii, tumeuficha. Fursa imejitokeza, akaichukua mtu, akaleta ujumbe wake. Wapi tunakokwenda? Tatizo la watu kujiamini. Walimu wote pale nyuso chini. Nilivyomaliza kuzungumza pale, nikawaita walimu. Mumeyaona jamani? Mumeyaona? Mwenzetu anavyojiamini, anatulingania imani yake. Sisi twaogopa kulingania imani yetu, alafu twalalama. Haya tumeyaishi sana. Hivyo nataka kukutanabaisha kwamba hapa unavyosoma hapa kuna manhaj maalum unayoisoma. Na hii manhaj maalum unayoisoma hapa ni risala. Ina risala tubasu ilaika hatta tasil ila ahalika. Umetokea wapi? Kigoma. Mua. Mimi mwenyewe. Umetokea wapi? Dula. Unguja. Wapi? Mtoni gani? Mtoni branch. Panashuku. Mtoni branch. Ahad mawaqi shubuhat.
ustadhi hakusimama, ina maana manhaji anayoipokea haitofika wapi? Haitofika wapi? Mtoni. Nahala msiba. Kama shubha. Kataa kama hapana shubha. Ustadhi umetokea Kagera. Zipo shubuhati. Tena shubha za Kagera ni nzito kuliko shubha nyingine. Sababu gani? Ni shubha zilizobebwa na wanaoaminika kwamba ndio wasomi wa umma. Hakuna mkoa Tanzania ambao kwa haraka unaonekana ni mkoa wa wasomi. Tumeelewana? Kabila kubwa la Kagera laitwaje? Na? Kabila la Kihaya. Muhaya hazungumzi maneno matatu kila kaweka Kiingereza. Tumeelewana? Au sio? Mimi nimesoma nao, nimeishi nao. Tumeelewana? Kwa hiyo hii hali ya hazungumzi maneno matatu ameweka Kiingereza inawaaminisha watu kwamba Muhaya ndio msomi Tanzania. Tumeelewana jamani? Yalla. Na huyu Muhaya amegawanyika makundi mawili. Kuna Muislamu na ambaye si Muislamu. Sisi tuachane na ambaye si Muislamu. Tuachane na tushughulikie Muislamu. Tumeelewana? Kuna shubha ya ikhwan muslimin. Mliwahi kusikia ikhwan muslimin? Mliwahi kusikia? Basi wengi walioivaa watu kutokea Kagera. Tumeelewana? Na wanasaidia watu kabisa tu katika kuitambua dini, lakini zile shubuhati za akida. Tumeelewana? Kwa hiyo ustadhi ujiandae. Mimi na wasiwasi ukifika kule utafukuzwa. Na wasiwasi ustadhi akifika huko Unguja urudi. Lakini umejiandaaje? Kama hutojiamini. Mwamuona Sheikh Yusuf Hamza? Tumeelewana? Huko. Lakini ameendelea kuzungumza. Ndio maana kituo kikawekwa. Yeye Yusuf Hamza ndio mtu wa kwanza wa kipekee. Yawezekana walimtangulia wengine, lakini ninayemjua wa kwanza wa kipekee aliyeamua kuzungumzia swala la manhaj. Msiba wa kwanza uliomkuta wakamfukuza kazini. Tumeelewana? Hakwenda JKU, alikuwa ni mwajiriwa yule. Wakamfukuza kazini. Akaendelea na dawa hii. Markazi yenu imeanza Unguja. Hamamni wapajua Hamamni? Ndio markazi yenu iko. Jamani, tunahitaji watu wenye kujielewa kwamba yeye katoka, inabidi akiondoka manhaji dhiri wapi? Mtoni. Kwamba yeye katoka manhaji dhiri wapi? Kigogo. Nyumbani shubha zipo kibao. Tena shubha za nyumbani ni mtihani kubwa. Mara utaambiwa subiri, Rasul anaingia sasa hivi. Nyamazeni, anaingia Rasul. Hazipo. Jamani, tujaribu kujua waki ya jamii. Yaani nimeshindwa nizungumze na nyinyi mada gani kutokana na hiyo hali niliyokukuteni. Sasa hivi nazungumzia na ashiria tu watu wafanye nini? Wajitambue. Msituone tumekuwa ni kundi kubwa sana. Kundi linaweza likatudanganya. Kwa nini litatudanganya? Wamuona mwenzako manhaji moja. Tumeelewana? Mwaishi hapa miaka yote manhaji moja. Ukiondoka utaondoka peke yako. Hapo ndio penye hatari. Utaondoka utajikuta ndani ya eneo lako hapo mtoni peke yako. Kundi lote hili umelikosa.
manahiji kibao zimekuzunguka. Utafanyaje? Mimi kuchelea swala la kutokujiamini, tumeelewana? Nimeanza tukiwa university. University yetu ina shubha ni chuo kiasomesha elimu zote. Tumeelewana? Falsafa wasiamini kuweko Allah nao wana kitengo. Tumeelewana? Pamoja. Yalla. Sijui Rasuli naye anakuja sasa hivi, nyamazeni, nao wana kitengo. Tumeelewana? Shubha mtindo mmoja. Sasa hapa mumo ndani ya jamii yote namna hiyo, kila mmoja na manhaji yake. Nikaona hapa kama mtu wa kujifundisha dawa hapa, akifika nyumbani atafanya kufuli ya kilo 7. Wapi jamani? Mdomo una mfupa, utaweza kuunyanyua kufuli ya kilo 7? Tukaona tuanze hapo. Yalla, huanzi hii munkarimu. We unaanza kwa mujibu wa staili ya hali itakapokuruhusu. Tumeelewana? Sasa kila unavyoendelea ndio utakuta unaenda kugongana na baadhi ya vitu. Kila unavogongana na baadhi ya vitu inabidi subuti na ujithibitishe, usiachie. Wanafunzi wa thanawi, salisi sana ni mmoja huko, wawili, 3, 4, salisi sana wane tu sana. Naona walimu hapa tutabu mwalimu wachache, wanafunzi wachache, mara mwalimu anasinzia. Kwa hali yenu tu mwalimu atasinzia, maana atasomesha, akiuliza swali mtakaa. Yao, nielezeni kati yenu nani aliyewahi kwenda kufanya dawa katika kipindi chote ambacho wasoma? Nani atajitokeza kati yenu aliyewahi kwenda kufanya dawa? Hamjafanya kumbe? Basi mtatizo jamani. Wallahi msifanye hivyo. Mimi nakuombeni kuanzia leo mpeleke mswada chuoni kwa mdiri kwamba mdiri, Ramadhani haturudi nyumbani. Tumeelewana? Tunaenda Kisiwa Panza. Mwajua Kisiwa Panza jamani? Yaani ninapokuoneni mnavutia sana. Na naamini mkirudi katika vituo mlikotokea wataelewa kwamba jamaa wale hawana tena manhaji hapa kwetu. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo watakuwa wasubiria mambo mapya wanavodai wao, na hali ya kuwa tumezaliwa ya sana tena watano wasita ni 1 2 3 4 5 6. Aha, asante. Nani kati yenu aliwahi kufanya dawa? قولوا لا تخافون ذاك الرجل. Man? Ulifanya dawa wapi? Ukirudi nyumbani wapi? Tunduma. Mkoa wa Ruvuma. Alhamdulillah. Yeye ameenda kufanya dawa. Katika maswahaba nani
kuliko wote? Katika maswahaba nani maarufu kuliko wote? Naam? Vipi? Abu Huraira. Katika maswahaba nani si maarufu kuliko wote? Nani? Jundub. Maarufu kuliko Jundub wangu. Abu Huraira, Jundub wao ndio maarufu. Abu Huraira ni maarufu kasratu riwaya. Jundub bin Junada ni maarufu kwa misimamo yake. Au ni maarufu? Naye nazo riwaya zake ingawa ni chache. Nani? Kuna sahaba mmoja anaitwa Tufail. Tunaelewana? Katika maswahaba ambao kwamba sio maarufu, Tufail pengine aweza kawa peke. Tufail alifanywa fikra na Jundub bin Junada. Jina maarufu la Jundub bin Junada nani? Aliyetamka hili jina nani? Ni wewe. Haya, lakini jina alieleweki kwa jamii. Wanamuelewa kwa jina jingine ambalo ni maarufu. Ni yupi? Hujahifadhi? Abu Dhar. Tumeelewana? Abu Dhar. Watu wamemzoea Abu Dhar, si jina lake Abu Dhar, ni lakab. Wala si kunia. Ni lakab. Na hii lakabu ni kutokana na hii msimamo yake. Aliposilimu tu Abu Dhar, tumeelewana? Akarudi kijijini moja kwa moja, aingia kijijini, mtu wa mwanzo anakutana naye dawa. Sijui unielewa? Na kabla ya kuondoka pale Maka, aliposilimu tu mtaani, akaja pale Alka. Tumeelewana? Wakamsakama kweli alivyotangaza jina la Allah. Kumbe na jamaa walimvamia. Bahati watu wakaja wakawatanabanisheni, huyo mwamjua? Tumjui kwa nani? Kuja tokea huko kwa nani? Huyu jamaa. Haya, fanyeni, lakini kabila lake likija hapa waweza pasipoti. Akasalimu huyo, akaondoka akaenda kwao. Katika watu wa mwanzo waliowaleta kwa Rasul nani? Tufail. Si maarufu sababu alifariki mapema. Nimekutana baisha hili kwamba ujue kwamba kuweko kwako hapa chuo kama muasasa kina lengo maalum kwako wewe, na lengo lenyewe si jingine zaidi ya dawa. Ndio maana watu wakakaa kukusomesheni, msije mkafikiria hawana kazi. Hebu ukitoka hapa nje utakuta Panakonde anaweza kakuacha darasani basi na akalime, atapata nini? Mazao. Badala ya kukaa na wewe akunoe halafu mazao yasifanye yasipatikane. Moja ya wanyonge, mnyonge kuliko wote maswahaba nani? Abu Huraira alikuwa mnyonge kuliko Abu Dhar. Abu Huraira alikuwa ni mnyonge kipato. Tumeelewana? Na Abu Dhar hivyo. Lakini Abu Huraira alikuwa anamzidi Abu Dhar, maana Abu Huraira alikuwa kashiba. Tumeelewana? Ukicheza kusukuma ngumi kidogo unaweza kujikuta huko chini. Abu Dhar alikuwa ni mnyonge kati ya wanyonge kiumbile. Tumeelewana? Lakini alikuwa haogopi kitu. Na kuna mnyonge kuliko Abu Dhar anaitwa nani?
Chuo kinaitwa nini? Markazi inaitwa nini? Hakuna mnyonge tu kwa umbili. Unaona Sheikh kaka hapa. Tumeelewana? Kwa hiyo huyu pale lau Abdullah bin Mas'ud akikaa nyuma au Sheikh. Tumeelewana? Yule hatamuona kwamba Abdullah yupo nyuma. Tumeelewana?